Baba mtakatifu, Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi, tunakushukuru sana kwa ajili ya asubuhi ya leo, katikati ya ibada ya kuagana na mama yetu mpendwa wetu uliyemuita katika mapumziko ya milele. Mwenyezi Mungu, tupo mbele zako kwa wakati huu. Tunahitaji neema yako itutoshe. Tunahitaji faraja yako ituzunguke. Usitupite Mwenyezi Mungu, bali Bwana useme pamoja nasi mahali tulipojeruhika, mahali ulipolalua, urudi ufunge jeraha hizo Bwana, tupatie faraja ya kutosha. Naiombea familia ya mtumishi wako ndugu yetu Pasco Malugu pamoja na familia, ndugu na jamaa wote tunaohusika na msiba huu. Bwana usimame pamoja nasi, ututetee katika kipindi hiki na katika mapito haya. Bwana usimame pamoja na sisi, usituache Bwana hata tukajaribiwa, usituache Bwana hata tukaanguka, bali utusimamishe kwa neema yako. Mtumishi wako amesimama kulileta neno lako. Baba mtakatifu, sema pamoja naye, ili kwa maneno yale uliyokusudia yalete faraja katikati ya mioyo yetu, yatuonye, yatujenge, yatuadibishe. Baba uyafikishe sawa sawa na mapenzi yako. Mfunike na nguvu zako, mfunike na Roho wako Mtakatifu. Umjalie neema yako aweze kuleta ujumbe huu. Tunaomba wote kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Nitoe pole kwa familia kwa safari hii ya mama ambayo amepumzika na amepata muda huo wa zawadi ya maisha aliyobahatika kuyaishi mpaka hapo ambapo yamefika mwisho. Niwatie moyo ndugu na watoto kwamba Salome amemaliza safari yake katika maisha ya kumjua Mungu. Na dakika zake za mwishoni, Salome aliamini maombi zaidi kuliko dawa na matibabu ambayo angeyapata hospitali. Na hata alipokuwa akiona changamoto kubwa, alihitaji zaidi kuombewa kuliko kupelekwa hospitali. Kwa hiyo aliamini zaidi katika Mungu kwamba kuna neema, na kuna muda alichoka kwa sababu ya changamoto za duniani. Akasema, nimechoka kunywa dawa, nimechoka, maana sioni kinachowezekana kuwepo. Nakumbuka mazungumzo yangu na yeye ya mwisho, alikuja anahitaji maombezi, akisema sijalala. Tulikuwa tunaongea na yeye kwa lugha ya nyumbani. Asema, kumekucha, mimi nasikiliza tu kila kinachoendelea. Niliwaza nilale lakini sipati usingizi. Ndio kuna dawa natakiwa kunywa lakini hata sioni kama zinanisaidia. Lakini ninaamini Mungu anaweza kuhamisha haya na akanipa maisha mengine ambayo yanaweza kuwepo. Kwa hiyo inaonyesha ni namna gani mama kadiri muda ulivyokuwa unasogea
aliendelea kumwamini zaidi Mungu kwenye maisha yake. Na amemaliza safari yake kwa imani. Hatuna budi kuyashangilia na kuyafurahia maisha aliyoyaishi. Ni kweli tunapaswa kuhuzunika na kulia, lakini nafikiri furaha inatakiwa kuwa kubwa zaidi kwa sababu ya safari yake alivyoimaliza. Pasco, Mungu amekupa neema ya kumuuguza mama. Huu huwa ni muujiza. Japo mara nyingi huwa tunalalamika sana, lakini mimi huwa ninauhesabu huu ni muujiza. Kupata neema ya kumuuguza mzazi mpaka akafikia hatua anapumzika, huwa ni muujiza, ni baraka ambayo Mungu anakujalia kukupa. Hata kama utatumia rasilimali zako nyingi, lakini hiyo inakuwa ni neema. Na haitoshi kulipa nini amelifanya kwa ajili yako tangu mapema ukiwa tumboni mpaka kukuzaa, lakini unapopata neema kama hiyo ni swala la kumtukuza Mungu kwa namna hiyo. Kwa hiyo niwatie moyo kwamba mama amepumzika. Msimtaabishe na vitu vingine, kwa sababu ushuhuda wake unaonekana kwa mazingira yake mwanzo mpaka mwisho kwa safari yake. Tunachotaka kujifunza ni kuona Biblia inatushauri heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Ni tofauti kidogo na Kiswahili. Mama hata kama mwanzo haukuwa mzuri, lakini wale tuliobahatika kuona mwisho wake ni mzuri, ni wa kuigwa. Kwa sababu unakuta mtu kwenye umri mdogo anapoingia kwenye changamoto anatamani sana kwenda kwa waganga wa kienyeji na watu wengine, lakini yeye kwa umri wake bado aliona nafasi ya Mungu ni kubwa zaidi kuliko vitu vingine. Kwa hiyo ametuachia alama nzuri ambayo alitamani kuona Mungu anafanya jambo kwenye maisha yake kuliko mtu mwingine. Mungu awape neema ya kuyaona hayo ambayo Mungu alimjalia mama kuyafanya yawe baraka, na hata baada ya yeye kuwa amepumzika. Tunapomalizia sherehe yake hii, tunatafakari mazuri, mema na yale aliyotuachia wajukuu na ndugu wengine. Tuna nafasi ya kujifunza, lakini kuiga na kuenzi yale ambayo ni mema na alituachia. Katika Matendo ya Mitume sura ile ya 13 mstari wa 36 Biblia inasema hivi. Matendo ya Mitume sura ile ya 13 mstari wa 36 Biblia inasema hivi: kwa maana Daudi akisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake alilala, akawekwa pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Nikukumbushe maisha ya kuishi kwa kutimiza kusudi na shauri la Mungu kwenye maisha yetu. Ni kweli kuna wakati tunapita kwenye mazingira ambayo yanatukatisha tamaa, yanatuumiza, na wakati mwingine yanatutoa kwenye mstari, na wakati mwingine hayaonyeshi sura, picha
muda, dakika, ni lini yanaweza yakatoka. Na wakati mwingine yanatufunua kana kwamba ulimwengu wote unatuona. Lakini hayo yote sio sababu inayoweza ikatuzuia kuishi maisha yanayotimiza kusudi la Mungu na shauri lake kwenye maisha yetu. Mungu ametukusudia mapema kuishi kwa kumtukuza yeye, kwa kufuata matakwa na mapenzi yake. Kwa muda wote Mungu anaotupa, kati ya mambo yaliyo mbele yetu, tunapokuwa tunayatekeleza, wakati tunatafuta chakula, wakati tunatafuta fedha, wakati tunahitaji mahusiano, wakati tunahitaji mambo mbalimbali kwenye maisha yetu, bado tunahitajika kuhakikisha kwamba kwenye huo muda huo tunapata nafasi nzuri ya kutimiza kusudi na shauri la Mungu kwenye maisha yetu. Japo wakati mwingine haya mambo yanatupotezea muda, wakati mwingine yanatutoa kwenye leli. Wakati mwingine unakuta mtu anabezi hela, mwingine migogoro ya kwenye familia, mwingine migogoro kwenye ukoo, mwingine unakuta alishakwama tu na habari ya wachawi. Mchana na usiku anahangaika kwenye habari za wachawi. Yeye na mchawi. Usiku na mchana. Yeye na mchawi. Hana mambo mengi. Alishakwamia hapo. Mkitaka muongee na yeye na muelewane vizuri, elezea habari za namna gani unaweza kudhibiti wachawi. Atasogea karibu na wewe kukusikiliza. Alishakwama hapo. Akibahatika kupata pesa, ni kutafuta mtu anayeweza kumsaidia kupata majibu hayo. Niwaambie watakatifu, pamoja na hivi vitu ambavyo vinaweza wakati mwingine vikayafanya maisha yetu yasiende kama tunavyotaka, lakini naomba nikushauri baba au mama kwamba Mungu hajatuweka duniani kwa hasara. Tupo ili kutimiza kusudi la Mungu, kuishi kwenye shauri ambalo Mungu ameliweka kwenye maisha yetu. Hakuna mwanadamu ambaye Mungu amemweka duniani bure. Hayupo. Hata hao walevi, kuna walevi. Juzi lienda hapo kwa mkuu wa wilaya. Anahangaika na wanaojiuza. Nawaita madada poa, jina zuri kabisa. Madada poa. Anahangaika na hiyo issue, Mungu anasafisha kufukuza, si kuondoa, kufanya nini? Sasa changamoto tunakuwepa. Kumbe watu wenye heshima zao ndo wanapumguzia mawazo huko. Akimkamata mmoja, anapiga simu kwa mtu bosi kumuomba amsaidie aachiwe. Anashitukia anaona simu ya mtu, anamuuliza, bwana una kijana wangu huko bwana? Mtu na heshima zake. Kuna vitu watu vinatukwamisha, hata hatuwezi kutimiza shauri na kusudi la nani? La Mungu katika maisha yetu. Na wakati mwingine hata macho hayawezi kuona mbali, yanaona karibu. Biblia inasema Daudi alifanya kazi. Biblia inatuonyesha alitawala kama miaka 40. Na hiyo miaka 40 nchi ya Israeli iliishi kwa amani, na alipanua mipaka na mambo mbalimbali aliyoyafanya. Ibada zilikuwa vizuri, watumishi wa Mungu walifanya kazi vema, na alihakikisha kila kitu kimekaa sawa kwenye hiyo miaka 40. Na akatamani kumjengea Mungu nyumba. Mungu akamwambia, hapana, atakayenijengea ni mwingine, wewe umeua mno tu mtu.
Biblia inatuonyesha umri umeenda alipolikamilisha shauri la Mungu. Biblia inasema akarara. Na kuna kipengele kadogo kanaonyeshwa pale, akaona uharibifu. Lakini katika Kristo, wale waliomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, hatutarajii uharibifu. Kwa nini? Tuliyemwamini alikufa na siku ya tatu akafufuka, maana yake hakumilikiwa na uharibifu. Kwa hiyo tuna matumaini ya kwamba tutakapokuwa tunaishi tukilitimiza kusudi na shauri la Mungu, baada ya haya maisha ya mwili huu kuyaondoa, mwili na roho kutengana, kitakachofuata hatutarajii mwili ndio utawekwa katika uharibifu, lakini roho itasubiri, itakaa, itatarajia kupewa uzima wa milele. Na hapo ndipo tunatarajia pia kupewa miili isiyohusiana na nini? Na uharibifu katika maisha. Moja ya jambo ambalo sasa linaleta shida, moja ya jambo linalotupa shida sasa hivi, moja ya jambo linaloleta shida ni mtu kuishi kwenye maisha ya imani. Maswali ya watu wengi ni kwamba kuna mtu anayeweza akaishi bila dhambi? Na hili ni swali ambalo hata wachungaji tunashindwa kulijibu. Kwamba hivi kweli inawezekana mtu akaishi bila dhambi kwenye hii dunia? Inawezekana. Lakini ukweli wa kwenye Biblia unabaki wazi. Kama hatuwezi kuishi bila dhambi, maana yake Kristo hajafanya kazi yoyote sasa. Na hilo ndilo kusudi Mungu ameliachia kanisa, ya kwamba yeye alikubali kufa msalabani, akabeba dhambi zetu na kila cha kwetu kinachotupa shida, ili sisi tubaki kuwa huru. Uhuru gani tunaopaswa kuwepo? Tupate kutimiza makusudi na matakwa ya Mungu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tunapaswa kumtegemea, kumtumaini, kumtarajia na kuona namna ambavyo neema ya Mungu inaweza ikawa katikati ya maisha yetu. Unashangaa watu sasa hivi, unaweza kukuta hapa watu wana kumbukumbu ya magoli mawili ya Simba aliyofungwa juzi, na wanafuatilia tarehe, dakika, saa, na wengine tayari wamesha shona na sare ya kutembea na kombe, na wengine wamejiandaa namna ya kuzomea. Yaani hiyo ndio kitu ambayo imekaa kwenye, hakuna mtu anayewaza kama anaweza kufa leo, hakuna. Hayupo. Yaani hata hakuna anaye. Mwingine alikuwa anawaza, anasema kwamba tupewe nafasi tulibebe ili kombe tulipeleke kwanza kwenye kaburi la makufuri. Maana alitutabiriaga tukitoka hapo mechi haijachezwa, turudi twende sisi kwa nani, baada twende bungeni, baada hapo sisi aende, mechi haijachezwa. Hivi ni vitu ambavyo mtu anaviwaza, lakini mtu hawezi kuconcentrate kufikiria kwamba Yesu ametuahidi makao mema, ataturudia tukaishi pamoja naye. Hatuna huo muda wa kujitengenezea matarajio ya kuishi pamoja na nani? Na Bwana. Na hata mtu anapofikia hatua ya kifo, anaona ni kama surprise, anaona ni kama imemshitukiza. Hana huo muda. Kwa kuna mambo ambayo watu tuna muda nayo, tunayajua hatua moja, tunazifahamu na tunajitahidi hata changamoto zake tunafahamu,
kila ambacho kinawezekana kufanyika kuwepo. Yani ni kila kitu, na tuna muda nayo, lakini hakuna mtu hana muda na swala la kwamba Kristo ametuahidi tuishi katika imani, na siku moja atatuijia, na wale tutakao shinda katika mwili huu, wale tutakao faulu kuishi maisha ya utakatifu katika dunia hii, tutakao faulu kuishinda dhambi, Bwana ametuahidi ya kwamba atatutwaa tukaishi pamoja naye katika mji wa milele. Ni kama tukifika hapo watu hata hadithi inapotea. Inapotea. Ili ukimuuliza anajua mpaka tarehe, dakika na kikao cha kwanza cha kuanzishwa kwa Yanga, na mshabiki wa kwanza sijui aliyefanya, anajua. Lakini hawezi kukumbuka kwamba maisha yake yanahitajiwa na nani? Na Kristo. Hawezi kufikiria hata kidogo. Wale wa mama walimlilia Yesu wakati anaenda kusulubiwa, wakamwambia, na wao wakajitahidi, wa mama wana roho nzuri sana wa mama, wakamwambia Yesu, tuko pamoja na wewe, tunakulilia. Yani wao badala ya kusolve ile issue iliyokuwa inasumbua pale, lakini wao walikuwa wanamsaidia kwa njia ya kufanya nini? Ya kulia. Tuko hapa, tuko pamoja na nani? Na wewe, tunafanya nini? Tunakulilia. Alafu yeye akawaambia, msinililie mimi, mnachopaswa kukifanya, jililieni ninyi na watoto wenu. Kwa nini? Mimi linalo nikusudia kulifanya, ninakwenda kulitimiza, linaisha. Kwa hiyo hatua inayobaki kwenye sekeseke ni ya kwenu watakatifu. Kusafiri na maisha ya wokovu kwenye ulimwengu huu sio kitu kidogo. Mama amestruggle mpaka kufikia hatua anakufa akiwa kwenye maisha ya imani. Kuna watu wanakufa walisha sali madhehebu hayana idadi, kaenda akasali huku, baadaye akaonekana humu machawi ya humu yamo mengi mno, akahama, akaenda tena jingine akasali, akagundua huku sasa humu kuna wazinzi wengi mno humu, sio kanisa hili, akahama, akaenda tena jingine, huku sasa ndiko kuliko na roho wa nani? Wa Mungu. Baadaye akagundua roho wa Mungu wa huku naye ni mnafiki mno, akahama, akaenda kwenye roho wa miujiza. Yaani unakuta mtu mpaka anafikia hatua anakufa hata hajulikani ni kanisa gani linamzika. Kwa kuishi na maisha ya wokovu sio kitu rahisi kama tunavyofikiria. Ni rahisi kubaki na shilingi 10,000 kwenye wallet, usiichange ukaendelea kukopa mpaka madeni yakawa mengi kuliko 10,000 iliyoko kwenye wallet. Lakini sio rahisi mtu kuishi na wokovu mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4. Kuna walioamini mwaka jana sasa hivi hata hawapo. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua wale wanaoitwa leo wapagani, ukizungumza nao kati ya 10, wale 7 au 8 watakuwa walishasikia injili. Ndio maana sisi wa AIC tukawekapo na kakipengele kumrudia Bwana. Na unapomrudia Bwana hata hatuwezi kukuuliza. Wewe kazi yako ni kusema Bwana asifiwe, nilikuwa nimepotea, nimeamua kumrudia Bwana. Hatukuulizi ulimwacha wapi. Tunasoma na kamstari, mtu mmoja anaporudi malaika mbinguni wanafanya nini? Wanashangilia. Lakini ingelikuwa ni kwenye siasa, ingekuwa kwenye siasa tungekuuliza ulimwacha wapi. Kama ambavyo Tundu Lissu leo anaulizwa kwamba wewe unawaza kufanya uasi, una maana gani na haya maneno? Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wakati mwingine huwa kuna changamoto duniani zinatokea. Hata kwenye misiba huwa tunaona unashtukia mbwa
wanagombania mifupa, wote wamekutana pale, sio wa hapo. Wamekutana tu pale, kila mmoja amekuja kwa harufu ya msosi ulioko msibani, na hawataacha kwenye msiba, wamekuja kwa sababu ya harufu ya hiyo nyama iliyochinjwa wapi, huyo ng'ombe aliyochinjwa kwenye msiba, wakakutana pale. Lakini hiyo mifupa wakagombania. Mmoja anaweza akaenda sikio limefanya nini? Limenia. Ndio tunachokiona sasa hivi kinatusumbua hapa. Wenye mali tumenyamaza, lakini watu wengine wako wanapiga kelele. Tena asubuhi na jioni wengine wanaamuka na wanatembea wanatuhamasisha. Watakatifu, naomba niseme hili kwamba tuko duniani kwa kusudi la nani? La Mungu. Na sasa hivi tuko kwenye kipindi kigumu sana nakiona mimi, kwa sababu watu wanajitahidi sana kusoma mistari, lakini kwa malengo ya yale wanayowaza. Mtu amesimama kwenye jukwaa, anachoongea hata hakifanani, lakini anaunganishapo na maneno ya Mungu. Kuna watu sasa hivi wanajifananisha na Yesu aliyekuja kuleta nini? Ukombozi. Kwamba Yesu asingeleta ukombozi kama asingekubali kufa. Sasa sisi wa Tanzania, jameni, matumizi ya rasilimali tunahitaji mtu afe. Sisi tutakuwa hatuna akili vizuri. Aliyetupa ametupatia bure, halafu sisi kuzipangia tu matumizi yake mpaka mmoja afe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikutie moyo baba, mama, kwamba tunalazimika kuishi na huu wokovu mpaka safari yetu inapofanya nini? Inapokamilika. Daudi alifanya kazi kwa muda wake ukafika, lakini wakati anafanya hiyo kazi alikuwa na vitu vingi. Kuna watu walikuwa wanamtafuta kumuua. Kuna wakati alizingirwa na maadui. Lakini pamoja na hizo changamoto zote, mahali anafika anasema, tangu nilipokuwa kijana na sasa hivi naona nimezeeka, sijawahi kumuona mwenye haki amefanya nini? Ameachwa. Wala mwanaye anaomba, hajawahi kuona. Kwa nini? Ni kwa namna gani unaweza ukasafiri na maisha ya wokovu pamoja na changamoto unazokutana nazo, aidha kwenye familia au kwenye jamii unayoishi nayo au kwenye ajira ulionayo au kwenye eneo lolote lile. Unakutana na vitu vingi vya kila namna. Je, unakabiliana navyo vipi? Na huo muda unavyokabiliana, kuna kama jamaa fulani hivi kanaitwa sika kangaro, kanabebaga mtoto hapa, kana kasehemu kakujiswenga hapa mtoto. Kumbe na kenyewe bwana huwa kakizidiwa kana muachaga. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba kakimweka hapa kanakimbia naye masaa yote. Kakiona ngome imekuwa nzito wanaachana, kila mmoja anakimbia kivyake. Ila kakimbilie kwa huyu anayetoka tumboni, huwa anaruka hatua chache, halafu analala, analazimisha kulingana na hiyo ardhi. Halafu mama ndo anaanza sasa mbwembwe za kukimbia na huyo adui kwa spidi zitakazowezekana kufanyika, kwamba yani hata kama mimi nikienda ila mwanangu afanye nini? Abaki. Lakini anajitahidi. Mwanzoni mwa safari anapoanza kukimbia kangaro, anakimbia na tena akiwa amemweka hapo, akiona tu jambo la hatari ana ishara. Unamuona tayari mtoto anakuja anafanya nini? Anaingia, anatulia. Anaingia, anazunguka, anarudisha kwa kichwa hapo kidogo. Kanakuwa kanacheki, kanaangalia. Anakimbiaje anakimbia kitu gani, anafanya nini? Kwa mazingira yanayoweza kuhakikisha kwamba anabaki kuwa salama. Watakatifu, mimi ni waombe. Ni kweli changamoto zipo nyingi za kila namna. Unaweza ukakwepa maneno, lakini kuna magonjwa hauna namna ya kuyakwepa. Unaweza ukakwepa maneno, lakini kuna umasikini hauna namna ya kukwepa. Kuna watu wanahisi umasikini sio tatizo, ni tatizo. Maana umasikini unafika mahali mpaka familia wanapeana taarifa za msiba, wewe unazisikia kwa marafiki na ni mtoto wa hiyo familia. Unaanza kujiuliza, yani mimi ni wa kupewa taarifa na rafiki wa mdogo wangu? Mimi kwa nini
pengine walisha kuogopa, maana atakayekupa taarifa jiandae na kukupa nini? Nauli. Sasa nani? Kwa hiyo walishaona aidha wakuandikia tu message, halafu kisha maliza kuandika message hiyo simu isipatikane, wewe uliyemwandikia message. Kwa usifikirie umaskini nacho sio kitu kidogo kama mnavyofikiria. Bado ni jambo ambalo linawafanya watu, kuna watu hawaji kanisani wanatafuta hela. Anasema mimi nikipata tu hela, mchungaji unajua kanisani kuna sadaka, si kuna nini. Unaonaje kama unahamasisha watu kuja kutoa halafu mimi nimekaa tu? Kuna watu kule hawana muda wa kuishi na wokovu kwa sababu wanatafuta kuondoa maisha ya umaskini kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine anawaza pengine ningesoma, ningesoma. Anawaza kusoma, na unakuta hata muda wa kuja kanisani haupo. Sasa hivi wazazi tunajua mtoto ili maisha yaende vizuri ni kumsomesha. Kwa hiyo ni bora hata asibatizwe, ni bora asihudhurie ibada hata ya ushirika, ni bora asije kanisani ila aende tuition. Ni bora asiende kwenye camp ila aende kwenye tuition. Kwa nini? Hicho ndicho tunachokitarajia kuwepo. Mimi niseme kwamba katika kutimiza na kutekeleza kusudi la Mungu ambalo Mungu ameweka kama shauri kwenye maisha yetu, na kwa kila mwanadamu yeyote unayemuona, awe mrefu awe mfupi, hata yule mrevi ambaye umempita njiani wakati unakuja msibani, amelewa, hajui kinachoendelea, bado ndani ya maisha yake Mungu kuna kusudi ameliweka, analisubiria litimie. Hakumweka hapa. Unajua siku moja niliwaambia watu hapa kwamba unajua kuna changamoto. Huwa ninawapatia wakati mwingine pole wa mama. Unabeba mimba inakusumbua. Yaani kuna tumimbe twingine tunakuwa kama kamchongo hivi. Kanakuwa na changamoto, kanapoingia tu kanaanza makeke. Sio tu chakula fulani kutokukila, mara madonda ya tumbo, mara pressure ya juu, mara ya chini, mara hewa itoshi ndani, mara miguu inavimba, mara macho sijui yanafanya nini, mara kichwa kile. Yaani kana kusumbua kale kama mimba. Leo kwa daktari, mwisho unaanza kutafuta, nenda kwa msimu, unaenda kwa nani. Yaani wote madaktari wanaojulikana ni wanahusika na unawaona. Mwisho unahama kabisa, unaenda Mwanza kwa Kironto. Lakini changamoto ni ile kana kusumbua we. Kwenda kujifungua na kwenyewe katoto kanakuwa kazembe, hata akageuki, kanakaa tu matako hivi, kichwa kameangalia huko. Kwa hiyo hakuna namna ya kukazaa, unalazimika kuchanwa ili katolewe. Kamekula mayai, nyama chips, sisi na mavitu gani huko, kakabunga mure. Sina nielewa kakawa tu kanashangaa. Muda ule wa kwamba kageuke ili katoke, kakasahau, kakabaki tu kusubiri harufu ya kitimoto au nini, kako tu kanashangaa kama. Kwa hiyo unafika muda wa kujifungua kamekaa tu. Wanaenda kuangalia kwenye ultrasound, wanakakuta hasebama mtoto wako amekaa hajageuka mpaka dakika hii. Kwa hiyo hata kama njia ingefunguka huwezi kumzaa huyu mtoto. Mwandaeni tumpeleke wapi? Siete. Kama kusumbua mwanzo wa kuingia mimba, hata muda wa kutoka bado kanaleta tu mkwara. Mama wa watu unaenda kukatwa. Maumivu makali mazito ya kila namna. Halafu cha kushangaza zaidi sasa hako kadeko kwa kana kusumbua. Kumbe ulikuwa unahangaika tu na karevi. Yaani mihangaiko yote hiyo, hulilimao, huli nini, ufanye nini, Hafu kumbe unakuja kuhangaika tu na kadada poa. Ndio kalikuwa kana kusumbua. Unajua kuna vitu vingine unajaribu kufikiria namna ambavyo umehangaika, umepata shida, ndio maana wababa huwa tuna majibu tu rahisi. Ukimwona mtoto haeleweki watajuana na nani? Maana wanafahamiana muda mrefu. Wanajua, watajuana na mama yako. Sio mnaongeaga nao mnaambia akiwa anapiga tuteke hivi anafanya, unamwambia tulia mwanangu, sasa tulishindwaje kukaambia kwamba wewe mwanangu. Kwa hiyo baba yeye anakata tu moja kwamba utajuana na nani? So unajua kuna vitu vinaumiza mara ya saba. Unajua kuna wakati ukikaa ukitafakari unaumia.
Mtoto anakuletea vituko, cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, mpaka unasalenda. Unaamua labda nimfukuze. Haiwezekani. Watakatifu, ndivyo Mungu anavyotushangaa sisi. Yaani amejitahidi kukuhakikisha ukiwa tumboni nusu mimbi inataka kuharibika, Mungu akajitahidi kuhakikisha isiharibike ikabaki mo. Umetoka kufanya nini kama mazingira? Baba alikosa hata hera za mama kwenda kujifungua. Alienda hata hera ya kununua wembe, si ya kufanya nini, hata ya kununua tu gloves. Baba yako hakuna. Lakini Mungu alijitahidi akawepo nesi mwenye roho nzuri, mnasali naye. Akatumia gloves za dharura pale. Akakupaka ukazaliwa ukawa hivi. Lakini cha ajabu, Mungu ambaye amemhangaikia huyu mtu hana hata wazo la kumwabudu, kumwamini, kufanya nini. Ni yeye na waganga wa kienyeji, yeye na dhambi, yeye na pombe, yeye na sigara, yeye na nini. Yaani mpaka Mungu anajiuliza kwamba, si ndio wamama huwa wakati mwingine mnakasirika kwa yaani una bahati yako ningekukandamizaga wewe. Sasa unakuja kukumbuka kalisha toka. Mimi Ngoso mmoja alikula suti yangu, nikawa nimewakasirikia Ngoso wote. Sasa siku moja nikabahatika kumuona Ngoso mahali kumkandamiza. Nilipokandamiza hivi anapita pita kwenye pazia, nikamkandamiza vizuri kabisa. Unasema kwamba hapa nimekandamiza vizuri kabisa, mambo yamekaa vizuri. Nikaanza kutafuta kichwa kiliko ili nimtoe vizuri, nione kwamba ni mmoja kati ya wale waliokula suti yangu au hapana. Wakati nahangaika na huyo kumkandamiza hapo, nikaona mkubwa zaidi kuliko nilie mkandamiza kwenye nini? Kwenye pazia. Yeye yuko kabisa sasa kwenye eneo, ndo anaingia kwenye kabati. Nikasema hapana, huyu ni achane naye. Acha niende na huyu mkubwa ambaye ninamuona hapa. Nikamvizia, kwa kweli anaingia hivi, nikaenda nikamshikaniza mule kwenye ngoi mvi. Nikakandamiza kwa nguvu zote, nikasema kwamba hapa. Kumbe ule ugumu na leo Ngoso ameenda, kumbe nimekandamiza tule twa kujipaka twa wamama twa mdomoni. Nimepeperea, natoa sasa kwamba ngoja nimsogeze mahali pazuri ili nimkandamize vizuri. Naangalia hivi ule ugumu ule kwamba mama yule Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kulitimiza kusudi na shauri la nani? La Mungu. Kuna mambo duniani humu yanaweza kutuchelewesha. Margaret aliimbaga kawimbo kamoja kanavyosema yanatuchelewesha. Kuna mavitu yanaweza kutuchelewesha, lakini tumpeni nafasi Mungu ili tumalize salama kusudi na shauri la nani? La Mungu. Kuna kitu Mungu ameweka kwenye maisha yako. Ndio maana leo una miaka 30. Ndio maana leo una miaka 18. Ndio maana leo una miaka 40. Ndio maana leo una miaka 60. Leo unasherehekea birthday ya miaka 78. Bado kuna kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Mpatie nafasi Mungu ili umalize safari yako vizuri kama Salome alivyomaliza, akiwa katika tumaini la Kristo. Tuombe. Nakupenda Yesu kwa sababu wewe ni mwaminifu mno katika maisha yetu. Kuna mambo mengi yanatuzuia, kuna mambo mengi yanatuchelewesha, na wakati mwingine hata tunapoteza kabisa shauri la kusudi lako. Lakini tunakutukuza kwa maisha ya Salome, ulimpa neema, amemaliza safari yake vizuri. Tupatie muda sisi tunapokuwa naye hapa, mwili wake tukiupeleka kwenda kupumzika, kulazwa mahali pa kusikia sauti yako itakapokuja. Tupatie neema ya kujitafakari, kufanya mabadiliko na kugeuka kuja kwako ili kuishi kwa kutimiza kusudi lako katika maisha yetu. Ninakutukuza nikiomba katika jina la Yesu Kristo, mwokozi wa maisha yetu. Amen.